tupunguze mkono kwa neema ya Bwana uweze kusema hallelujah. Hallelujah. Amen. We magnify his holy name and we give him all the glory. I want to share a message on beware of men. Beware of men. Beware of men kwa Kiswahili ni jihadhari na wanadamu. Na ndiposa nikileta ujumbe about beware of men, nataka kusema ya kwamba men in this case si tu wanaume, lakini ninamaanisha watu wote, awe ni watu, pia hata watoto. Praise God. Ya kwamba sababu inafanya nifunze hii ujumbe ni ya kwamba ili ituwezeshe kukuwa makini sana, ili shetani asije akapata nafasi kwa maisha yetu. Na nataka kuanza nikisema ya kwamba mara nyingi unapata ya kwamba wewe kama muamini ambaye ameokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu, mara nyingi unapata ya kwamba mtu kama huyo amefunga malango yote ambayo shetani anaweza kumtumia ama kuitumia kumnasa. Unapata amefunga malango, na sasa shetani akipata chochote kwa maisha yake ambaye anaweza ipata, aweze akaingilia kati ambaye inaitwa legal ground. Anapata there's no legal ground, manake yule tu ambaye whoever shall break out through the wall, a serpent or a snake will bite, vile mhubiri alisema. Na pia Yesu pia tunaelewa wakati alikuwa hapa duniani aliweza kusema ya kwamba the prince of this world is coming, lakini akasema ya kwamba but he has no hold of me. Prince wa hii dunia anakuja ambao ni shetani, lakini anasema kwamba ana mahali ambaye anaweza kunishikilia. Manake ndani yangu haina ubaya, haina ila, na sina legal ground ambaye anaweza tumia kuninasa. Na pia vivyo hivyo unapata kwa Wakristo ya kwamba tumetengeneza njia zetu, na sasa hakuna legal ground ama mwanya ambao shetani anaweza tumia kwa kukunasa. Lakini hata hivyo ni vizuri bado kujihadhari na wanadamu. Na wakati ninafunza ya kwamba tuweze kujihadhari na wanadamu, si maanishi ya kwamba ulete chuki baina yako na mwanadamu ama ujitenge kwa mwanadamu. Hapana. Kile ambacho ninamaanisha kwamba tuweze kujihadhari ama that we may be aware of men, ya kwamba kwa sababu tumejua ya kwamba Paulo aliweza kufunza na akasema ya kwamba katika kitabu cha 2 Corinthians alisema chapter 2 verse 11, aliweza kusema, na alikuwa anasema mara nyingi ya kwamba in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Ambao kwa Kiswahili watu wa media kama mnaweza mnipatia kwa Kiswahili, okay, nimepata, naweza soma ambaye nasema kwa Kiswahili nimepata, mbarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa Kiswahili Paulo alikuwa anasema ya kwamba shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Yeah, for we are not unaware of his schemes. Nikifunza ujumbe nataka tujue ya kwamba shetani is a strategic. Yeye hutumia schemes ama evil plan aweze akatunasa, na kila ambacho shetani anaweza angalia, pengine anaweza tumia your weak points aweze akatunasa, kukunasa, na akipata ya kwamba hauna weak points kwako, pengine anaweza tumia yule ambaye akukaribu na wewe, anaweza mtumia aweze akakunasa. Nataka kusema wapendwa ya kwamba shetani, ni vizuri kujua jinsi shetani anaweza kunasa wanadamu. Ya kwamba shetani kwa sababu yeye ni spirit yeyote huwa anatumia channel aweze akanasa wanadamu. Na channel in this case ni wanadamu ambao shetani anaweza tumia kwa kunasa watu wa Mungu.
kwa sababu spirit yeyote hawezi fanya kazi isipopata channel. Kwa sababu tunaelewa hata Yesu wakati alikuja hapa duniani aliweza kutumia channel ambaye ni mwanadamu, na ndipo maandiko yanazungumza juu ya Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba a body that you prepared for me, inamaanisha ya kwamba aliweza kutumia channel ambayo ni wanadamu. Na pia vivyo hivyo shetani pia anatumia channel ambayo ni mwanadamu, na yule ambaye channel ambayo mwanadamu shetani anatumia ni yule ambao ako karibu na wewe. Bwana ape tufuate. Anahakikisha ambaye ametumia yule ambao ako karibu na wewe sana. Huyo channel anaweza kuwa ni mtoto wako, anaweza kuwa ni mke wako, anaweza kuwa ni mume wako, ama yeyote ambaye ako karibu na wewe. Lakini nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba sababu ambaye nafanya nifunze ujumbe about beware of men, ya kwamba tuweze kujua ya kwamba the spirit that is at work in the life of people. Pray God. Kuna spirit, and this spirit is now at work. He is at work. Na nafanya kazi namna gani? Anatumia channel ambayo ni mwanadamu. Na ndiposa hao wanadamu wakati shetani anawatumia, hao wanadamu wanaweza kukwaza ama kukokosesha amani. Na pia vile vile hao wanadamu wanaweza tumika, lakini kwa njia ambayo heleweki, ambayo wewe ukiangalia utaweza kusema ya kwamba hao wanadamu wanatumia, yani wanatumika na shetani wakijua ya kwamba wanakusaidia, wanakuokoa, na inaweza kuwa natumika kwa pengine wakiwa na upendo mwingi ambao wako nao kwako, pray God. Lakini bado inaweza kuwa wanatumika na shetani ili wakukoseshe kufanyika kile ambacho Mungu alikufanyia, alikusudia uweze ukafanyike katika maisha yako. Na ndiposa ni vizuri tujue kwamba the spirit that is at work. Na ndiposa Paulo alikuwa anazungumza, ukisoma kitabu cha Ephesians, wa Efeso 2 ukianza 1, Petro alikuwa anasema kwamba, ninasoma from kutoka kwa NIV version. Paulo alikuwa anasema Ephesians chapter 2 as from verse 1, as for you, nitasoma hadi verse 2. As for you, you are dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Pray God. Yeah, hapa kile line ambayo tunataka kutushike sana ni ambayo nasema kwamba in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Who is the ruler of the kingdom of the air? Yeye ni shetani. Ni shetani. Na kazi yake ni gani? Yeye ni spirit. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Spirit hii roho inafanya kazi sasa, na inatumia channel ambayo ni wanadamu kuhakikisha ya kwamba wamekukwaza, wamekukosesha amani, wamekuzuilia kufanyika kile ambacho Mungu alikusudia. Na nimekuja na ujumbe wapendwa, ili siku ya leo niweze nikawapatia prayer point ambayo itaweza kuwasaidia kwa maisha yenu yote. Wakati mnaomba, wakati mnasali, lazima uweze kulia na umwambie Mungu ya kwamba niokoe na watu kama hawa. Pray God. Yeah, nitaweza kuwapatia prayer point kwa sababu ni vizuri sana, ni muhimu sana. When you are aware of men, itakuwezesha sana ufanyike kile ambacho Mungu alikusudia. Tunaona akina Paulo ambao walikuwa spiritual giant na walikuwa wanahubiri injili na waliendelea sana, lakini walikuwa wanakumbusha watu mara tena na tena wakisema ya kwamba mtuombee kwa wanadamu waovu. Pray God. Hiyo ndio walikuwa wanamwambia watu wakikutana walikuwa wanaambia washirika ya kwamba, ukisoma for example kwa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, ninasoma kwa NIV version, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, Paulo aliweza kumwambia watu wake, aliweza kusema ya kwamba pray that we may be delivered
not that you may be delivered. Anasema pray that we may be delivered. Inamaanisha Paulo alikuwa anasema watu waombe ili waweze kuokolewa na watu kama hawa. Ni watu gani? Pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith. Sasa kama Paulo yeye ndio giant, spiritual giant, amejazwa na Roho, anaomba kila siku, lakini bado anakumbusha waamini ya kwamba tafadhali mtuombee, ya kwamba ili tuweze kuwa delivered from wicked and evil men. Na nikifunza ujumbe about beware of men. Wapendwa, nimekuletea prayer point ya kwamba kila wakati ukiomba usisahau kumwambia Mungu ya kwamba Mungu niwezeshe, nisaidie, that I may be delivered from wicked and evil men in the name of Jesus. Bila kuomba maombi kama haya uweze kufaulu kwa maisha yako, kwa sababu kuna vita inapigana na wewe kila siku kutoka kwa wale ambao ni waovu. Pray God. Amen. Yeah, this should be our prayer point. Na pia tunaumiza waamini mahali popote ya kwamba wakati wanajiombea pia watuombee ya kwamba tuweze kuwa delivered from evil and wicked men. Na maombi yao yatatuwezesha sana, kwa sababu we should be aware of men, ya kwamba wanaweza kutumiwa ama kutumiwa na shetani kutukosesha amani, hata sisi wahubiri. Bwana wote. Yeah. Sasa nakuambia ya kwamba shetani yeye huwa anaingia kwa mtu. Na mimi huwa nasema, ukiona hata mkikaa kwa nyumba, kwa mfano tu kama mume na mke, na umeona mmoja amekukosesha amani, ama yani anabehave kwa njia ambayo eleweki, huwa tunasema ya kwamba usichukue kiboko na uweze kumchape, kwa sababu mara nyingi tunakosa kujua. Lakini kwa hakika yule ambaye unaishi na yeye sio mbaya. Ni kila ambacho kiko ndani yake ndio kinamsumbua. Pray God. Na the best thing ambayo tungefaa tufanye ni kumuombea. Bwana wote. Mara nyingi hao sio wabaya. Unajua ukianza kuombea mtu fulani, ndiposa uone vile ana behave, ndiposa utaweza kujua kumbe huyu mtu hakuwa peke yake, hata vile amekuwa ananisumbua. Sasa si yeye ndio mbaya, lakini kila ambacho kiko ndani yake pengine ndio inakuwa mbaya, na ukimuombea ataweza kuwa sawa. Kwa sababu shetani yeye hutumia channel, na shetani yeye huingia kwa mtu, na akiingia kwa mtu ndiposa huyo mtu anabehave kama shetani. Bwana wote. Shetani anaweza ingia kwa mtu, wapendwa. Kwa mfano tukisoma maandiko Luke chapter 22 verse 3. Maandiko nasema kwamba then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12. Hivyo tunaambiwa as simple as that. Tunaambiwa kwamba then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12. Ya kwamba shetani aliingia kwa moja ambaye anaitwa Judas Iscariot. Unajua nyinyi mnaisikia tu story ya Judas Iscariot, lakini mnakosa kujua ya kwamba Judas Iscariot alikuwa mmoja wa wafuasi wa Yesu 12, na yeye pia alikuwa analeta ukombozi mahali pale. Yeye pia alikuwa anaombea watu wanaponya, yeye pia alikuwa anaondoa mapepo, na yeye pia alikuwa anafanya miujiza pamoja na wanafunzi wake. Hakuwa mbaya. Angekuwa mbaya Yesu angemchagua. Alikuwa mzuri kama wengine, lakini amekuwa mbaya wakati shetani amemuingilia. Ndipo akaanza kubehave kama kishetani. Lakini mara ya kwanza unapata alifanya kazi kubwa sana, lakini tunaona shetani alimuingilia, na kumuingilia ndiyo posa akaanza kuwa chuki na Yesu mwana wa Mungu. Bwana wote. Na ndipo tunaona ya kwamba shetani anaweza ingilia mtu. Na ndipo nimeleta ujumbe about beware of men, ni kwa sababu nimefikiria wakati Yesu alikuwa anazungumza na wafuasi wake, ambao Yesu alikuwa anasema katika kitabu cha Matthew chapter 10 verse 17, Yesu alikuwa anasema ya kwamba beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. Ya kwamba mjihadhari na wanadamu, manake wataweza kuwadeliver. They will deliver you up to the councils, and they will scourge you. Wataweza kuwapiga, kuwachapa in their synagogues. Sasa Yesu akaweza kuambia wanafunzi wake ya kwamba beware of men. Yesu mwenyewe alisema beware of men. Bwana wote. Yeah.
Kama Yesu mwenyewe anasema beware of men, wapendwa, hata sisi we should be aware of men, kwa sababu hawa men, watu ndipoza wanatumika na shetani. Na maandiko nasema, for example, ukisoma maandiko Matthew, ninaenda nikimalizia, nikisoma Matthew chapter 16 verse 22 to 23, maandiko nasema kwamba Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Bwana petufuate. Niruhusu tu nisome hapa, na kabla sijasoma, kwa hii maandiko ambayo nimesoma, tunaona Petro ye anajaribu kutetea Yesu asipitie machungu. Praise God. Anamwambia hivyo kwa upendo, kwa sababu hiyo upendo ambayo alikuwa nayo na Yesu mwana wa Mungu. Lakini hakujua ya kwamba kwa kumzuilia Yesu ya kwamba asipitie hayo yote, anazuilia Yesu kufanyika kile ambacho Mungu aliweza kumsudia. Bwana pewe tufuate. Anamzuilia na yeye hakujua ya kwamba anamzuilia ili aweze kufanyika kile ambacho alifanyika. Na ndipo tunaona si Petro ambaye alikuwa anazungumzia na Yesu, tunaona kuna shetani ambaye alikuwa amemwingilia Petro kama mtume. Bwana betufuate. Na Petro shetani aliweza kumwingilia ili aweze kuzuilia Yesu kwa kulipa gharama msalabani ili asifanyike kile ambacho Mungu alimkusudia. Lakini Yesu aliweza kuona hii ni shetani ambaye anajaribu kunizuilia, na Yesu akamkemea. Na Yesu akumkemea Petro, Yesu alikemea shetani ambaye alikuwa ndani yake. Yesu aliweza kusema ya kwamba maandiko nasema Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are stumbling block to me. You do not have in mind things of God, but things of men. Wapendwa, wanadamu wanaweza tumika na shetani. Tunaona 2 Timothy chapter 4 verse 4 to 15 ya kwamba kuna huyu jamaa alikuwa ametesa Paulo sana, anaitwa Alexander. Maandiko nasema ya kwamba Paulo anazungumza, Alexander the metal worker did me a great deal of harm. That is 2 Timothy chapter 4 verse 14. Alexander the metal worker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our messenger in the name of Jesus. Anasema ya kwamba you too, you should be on your guard in the name of Jesus. You too should be on your guard. Yani ukisoma maandiko Yesu Petro anawaambia kwamba Alexander the metal worker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Ukisoma verse 15, maandiko nasema Paul aliendelea kwa kusema kwamba you too should be aware of him, because he strongly opposed our messenger. Wapendwa, nataka kukuambia ya kwamba nikileta ujumbe about beware of men, ujue ya kwamba wengine kwa upendo mwingi sana wanaweza kuwa wamekupenda. Sasa pengine umeenda prayer and fasting, uko kwa maombi na kufunga, na umesema ya kwamba hautaweza kukula chakula kwa hadi siku hizo ziweze kuisha, lakini kwa sababu pengine uko na mke wako ambao amekupenda, atakwambia kwamba tafadhali naomba ya kwamba ni uniruhusu nikuletee hata maji moto tu, niruhusu tu hata nikuletee nikuweke tu chocolate. Na kwa hivyo kwa sababu umeona amekuweza kuzungumzia kuletee, utamwambia basi tengeneza maji moto na iwe ni kikombe moja na uweke chocolate. Atakwambia tafadhali niruhusu tu nikuweke hata sukari kijiko moja tu na ilete testa. Na vile amekwambia hivyo, ataendelea mbele na kukuambia hata kuna waru ambao nimekutengenezea, niruhusu nikuweke hata 3 in the name of Jesus. Nitaweza kuwa baraka
na kwa sababu umemkubali, ya umemwambia sawa, niwekee 3. Kumbuka nakwambia yuko upendo, kwa sababu ameona ya kwamba kwa hakika umekaa njaa, lakini kwa sababu umemwambia, yeye anaenda pale analeta chai moto na thermosa, na ameweka chocolate, ameweka sukari, na vile ulimwambia kuwekewa 3, anakuja kijaza sahani, anafanya hivyo kwa upendo. Lakini kumbe inaweza kuvizuizi, anaweza kukuzuilia, kukutumika kwa na shetani ili ukule, usiendelee na fasting, usifanyike kila ambacho Mungu alikusudia ukafanyike juu ya maisha yako. Hivi ni muujiza. Wapendwa, simama tu kwa mguu.